akapigwa simu, mwalimu anataka kuonana naye, ikaletwa ndege hapa. Mzee Karume akenda akapokelewa kule, na aliyompokea uwanja ndege alikuwa Songa Mbele, wakati ule ni regional commissioner pale Songa Mbele, Mustafa Songa Mbele, moja kwa moja mpaka Tulu. Fika kule kamkuta mwalimu sharubu zinacheza, na Mzee Karume akapanisha sharubu zake. Basi, shekhe vipi bwana, mbona askari wangu nasikia umewarejesha? Kaambia ndio nimerejesha. Unaona mzee anamwambia rais wake ndio nimerejesha. Kwa nini? Akaambia mimi si ndo, kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa makubaliano, mimi si ndo msaidizi wako na mwani kule Unguja kwa mambo yote ya muungano? Ndio. Mbona sijui mimi? Sijui. Na wale ni watoto wa watu wale, na vitani manake ama utavunjika mguu, ama utakufa, ama utakuwa kilema. Nitawajibu nini mimi wazee wa watoto wale? Nitawajibu Nyerere kawachukua? Mimi sina habari, ndo kazia, nikarejesha. Mwalimu kwa ustaarabu wake akaona kweli pale ameunoa, ameteleza. Mani mtu mzima yote, na anazungumza na mtu mzima mziwe, akajua hapa kidogo mimi nimeteleza. Basi akaambia kweli shekhi, sasa tufanyia. Akasema basi sasa wachoende, lakini uzuri tutambiana. Wakarudishwa askari, wakaenda zao tena Msumbiji kwa njia wanajua wenyewe. Hapo ndo mkasa umeanza kutokea, vurugu zimeanza kutokea hapo. Siku ya 3 Mzee Karume anaitisha Baraza la Mapinduzi. Siku ya 3 Mzee Karume anaitisha Baraza la Mapinduzi. Baraza la Mapinduzi lile likakaa kitako, likaamua mambo mane, na akaeleza kwamba hatari ile lazima tuiwahi mapema. Mzee Karume katika baraza anazungumza. Kwa hiyo tukaamua mambo mane, na yote yalikuwa ni mambo ya muungano. Tukaamua kuanzia wakati ule hali ya hatari katika nchi kutangazwa, vita, lazima rais wa Zanzibar ajulishwe na akubali uamuzi wetu wa mwanzo. La pili, polisi askari hao lisiwe tena jambo la muungano, kila mmoja ana polisi wake. La tatu, mambo ya nje kama mabalozi 15 basi 7 huku 7 huku. Lana nilisahau, lakini nimekumbushwa baadaye, mambo ya sarafu, kila mmoja wana yake. Mfahamu? Na vile katika ile mambo nje tufungue ofisi hapa, kuweko na ofisi hapa, ofisi ndogo ya Wizara ya Mambo ya Nje. Haya ni mambo mane tulikuwa tumeatia. Tukaandika barua kwa mwalimu. Barua ikaandikwa hapa, sina hakika kama alitia saini mwenyewe Mzee Karume au Abu Jumbe, lakini ikaandikwa barua ikapelekwa kwa mwalimu kuelezwa kwamba mambo haya sasa tunataka yawe ya muungano na jingine lisilo la muungano, lakini lazima tuwe tunashauriana na kukubaliana. Vijana, nataka nikwambieni haya ndio mambo ya msingi ya muungano. Haya ndio mambo ya msingi ya muungano. Kapelekwa barua kule mwaka 70 ule. Mwalimu akaitisha mkutano wa pamoja, Baraza la Mapinduzi na cabinet ya muungano. Tukaletwa ndege hapa sote mpaka kule. Tumekwenda Dar es Salaam, hatuulizani hali. Moyo rafiki yake Kawawa hamuulizi hali, Jumbe rafiki yake Bukumonanka hamuulizi hali, Hanga rafiki yake Kambona hamuulizi hali. Watu wote wanajua leo ndio mwisho wa muungano. Hatusemi, hatucheki. Tumeingia ndani ya ukumbi wa muungano, hatuulizani. Ukaanzishwa mkutano ule, Baraza la Mapinduzi upande ule kule, Baraza la Mawaziri wa muungano upande huu. Tunatazamana kama chui na paka.
Aboud Jumbe kama waziri wa nchi, kwa ule waraka ni wetu sisi, ukatengeneza waraka hasa, ukatengeneza waraka kabisa first class kabisa, waraka wa mkutano ule, na mambo yale yote yetu yakatiwa mle, akaintroduce mazungumzo yale Jumbe mpaka mwisho. Nataka mnisikize sana vijana. Mwalimu baada ya kumaliza ile introduction ile ule haraka, akamuuliza Mzee Karume, hivi ndivyo mnavyotaka mambo haya? Mwalimu anamuuliza, mwalimu kama ndo chairman pale, anamuuliza msaidizi wake Mzee Karume, hivi ndivyo mnavyotaka? Mzee Karume akamwambia, waulize wanaume hao, yani sisi tuulizwe. Mwalimu akatuuliza sisi. Actually Amir Jamal alitoka mambo ya fedha kwamba mwalimu akatuuliza sisi, jamani, hivi ndivyo mnavyotaka? Sote si kwa kauli moja, memba Baraza la Mapinduzi tukasema ndivyo tunavyotaka. Mara 3 alituuliza na tukajibu mara 3 kwamba hivyo ndivyo tunavyotaka. Hayo ni mambo ya muungano hayo, ndugu zangu, vijana wangu. Basi mwalimu mstaarabu sana na mtu mzima akamwambia Sheikh Karume, anamuita Sheikh Karume, basi kama haya ndio mambo mnataka, basi wakati wake bado. Sasa ndio wakati wake huu. Sasa vijana, sio wakati wake huu? Nitaka nitoe hadithi hii nikufikisheni mahala hapa, kwamba msije hata mara moja mkakosea mkaogopa mkadhani nyewe mnaleta fujo hapa. Tumeanza fujo sisi wazee wenu. Haya, Binali Ameru anisute basi. Mando kweli wenyewe. Mimi sisemi kitu ambacho sikijui. Basi ndio hivyo. Ananikumbusha enzi hapa. Kwanza Ali Ameri hakuwa katika Baraza la Mapinduzi, hakuwa katika umoja wetu sisi vijana. Mfahamu? Yale kwa nje kabisa basi. Mzee Hamid Ameri ndio alikuwa katika serikali. Sio Ali Ameri. Kwa hiyo hili ndio jambo ambalo lilitokea la kwanza. Vugurugu sasa za kutokuelewana zikaanza hapo. Kwa hiyo zikawa zimeendelea hivyo hivyo tena basi. Hivyo. Sasa nije katika kisa cha Aboud Jumbe. Aboud Jumbe, mimi nasema hakufanya makosa. Aboud Jumbe mimi nasema hakufanya makosa. Kosa la Aboud Jumbe, maana Aboud Jumbe katika mambo yake yote alikuwa anaizungumza kifungu kile sijui namba gani kinachozungumza kutakuwa na serikali mbili, moja ni ya Zanzibar itashughulikia mambo ya Zanzibar ambayo si ya muungano, moja ya muungano itakayoshughulikia mambo ya muungano, na vile vile itashughulikia mambo ya Tanganyika ambayo si ya muungano. Vifungu viwili hivyo vinazungumza hayo. Aboud akafasiri kama mambo haya ya muungano na kingine itachukua mambo ya Tanganyika, basi ndio serikali hiyo. Kwa hiyo tuwe na serikali 3. Ndo vurugu zikatokea. Ikaonekana hata kuvunja muungano na hivi na hivi na hivi. Maana ndio matatizo yetu hayo. Basi kwa hiyo mimi nasema Aboud hakuwa na kosa. Kosa la Aboud na yupo hai, nasema kwa sauti kubwa kwa sababu sina wasiwasi na aliyosema, simsingizii, ni ile kwamba hakutaka kuwashirikisha waziri wa Baraza la Mapinduzi kulizungumza hili jambo likawa kama ni jambo la serikali, akalichukua kama ni jambo kama ni lake. Inawezekana maana alikuwa kiongozi wetu. Mwingine inawezekana kaona kuna watu watampinga na kadhalika, akalichukua kama lake. Yeye na Ramadhan Haji waziri wa kiongozi. Basi wakalichukua hivyo. Nikaenda likapasuka kule. Kwa hiyo hakupata msaada wa watu. Kina moyo wakakaa kimya bibi.
na wale walikuwa wamemsaidia kule Nyerere katia ndani wote. Unacheza na Nyerere wote katia ndani. Sasa hayo ndio mambo ambayo nitaka niyazungumze kidogo. Ukiacha haya mambo mengine haya, na leo linaongoza hili, na kila bahati mbaya sana kila linofanywa jambo ambayo si la muungano likafanywa la muungano, basi inakuwa ni kudhalilisha upande mmoja wa muungano ambao ni Zanzibar. Ukitoa jambo ukilitia ambalo ndio la muungano, basi upande wa Zanzibar ulikuwa unapata tabu sana, unaumia. Mfano ushirikiano kimataifa. Unafahamu? Sasa kwa mfano, hili ndio moja jambo kubwa sana kabisa. Foreign affairs ilikuwa jambo la muungano. Katikati hapa wakaliongeza la ushirikiano kimataifa. Lile limeingia kabisa kinyemele kabisa, limeingia tu basi. Kwa hiyo kwa sababu ya kuongeza kifungu kile, hata rais wetu Sheni akaenda Nairobi hapo hawezi kutia saini, hata saini mkataba wa kununga ngano tu hawezi kutia saini mpaka ruhusa ipatikane bara. Ndio, si ndio ukweli wenyewe? Hawezi, kwa sababu ushirikiano wa mataifa ni jambo la muungano. Limetia katikati hilo. Nyumba za Nandiba kwa Juni pale tumetia saini wenyewe. Viwanda vile vyote vya sukari, vya sigareti, vya kadhalika tumetia saini na Machina, tumelipa wenyewe pesa mpaka Machina akatusamea, kwa sababu hilo lilikuwa halimo wakati huo. Lakini baada ya kuongeza ushirikiano wa mataifa kwa jambo la muungano, basi tumekuwa hatuna madaraka yote, hatuna uwezo wote wa mambo nje kabisa. Sasa mambo haya ndio katika mambo ya matatizo ya muungano. Sasa hayo ndio mambo ambayo nilitaka niaseme. Jingine kipindi la kwa la mwisho ni kwamba Mzee Karume siku ile nilokwambieni ya chai ile, aliwaambia vijana wote wale walikuwa Yasu wale, akawaambia kwa kuwa sisi hatutaki uhuru wa elimu, tunataka uhuru wa kujitawala wenyewe, na sisi nyinyi ndio mtakaosoma, mtakuwa madaktari, mtakuwa na kadhalika hivi wanasheria wakuu, kila kitu. Tumepata serikali ya mapinduzi, vijana wetu tumewasomesha. Nisikilize hivi uzuri sana, mnisikilize. Vijana wetu tumewasomesha. Wamesoma, wameelimika. Kuna madaktari, kuna wanasheria, kuna kila kitu hapa. Tunao wengi, hata kazi hatuna za kuwapa. Namna waliposoma, wengi sana. Na hao walikuwa ndani ya serikali kwa kuwa wote wamesoma. Sasa ule mkataba ule tuliotia saini ule, nao mimi hapa, mimi nayo kopi ambayo ndio ilikuwa inakwenda katika gazeti office kule chapwa. Hii ni nakla ya mkataba halisi uliotiwa saini na Karume na Nyerere. Sasa vijana wetu hawa waliosoma, wameusoma huu, wameusoma vijana wetu waliosoma, tumewasomesha wenyewe, wamesomeshwa na serikali ya mapinduzi, wamesoma, wameelimika. Leo wanakuja wanaambia Mzee Hassan Nasoro Moyo, wewe ulitia saini mkataba huu, makubaliano haya, mbona koma hii hapa imekuwa sipo imewekwa? Mbona full stop hii hapa imewekwa sivyo? Mbona sentence hii ilikuwa iende hivi iwe hivi? Wananiambia mimi mzee wao ambao nilitia saini mkataba. Leo vijana tumewasomesha wenyewe. Hawa ndio wananiambia mimi hivyo. Nilotia saini mkataba huu baada ya miaka 48, wananiambia hivyo, lugha hiyo wananiambia. Na wameshaona mambo yote tangu tumekuwa na muungano kwa miaka 48, matatizo hapa na pale wameshayaona. Leo imepatikana fursa hii ya halali yetu sote kuzungumza mambo ya muungano tena na mambo ya katiba. Wananiambia hivyo, koma hii imewekwa sipo, sijui full stop imewekwa sipo, sentence hii imewekwa sipo. Ndivyo wanavyoniambia. Mambo mengine ilikuwa fuate sheria, wananiambia hivyo.